Kwa hiyo akaelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuhusiana na yule ambaye anaishi katika hali ya mnyonge au sehemu ambayo yeye ni mnyonge, aifanyie kazi aya as-sabr, kwamba aishi kwa kufanya subira, wasafh, na kwa kuyasamehe amman yu'dhi Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wale au yale ambayo yanamuudhi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallama, min alladhina utul kitaba wal mushrikin, kutokana na yale maudhi ambayo yanatokea kwa wale ambao wamepewa kitabu na washirikina, yani yale maudhi ambayo yanatoka kwa Mayahudi na Manaswara na washirikina, kwa afanye subira kutokana na hayo maudhi. Wa amma ahlul quwwa, ama wale ambao wanaishi kwa nguvu, yani wao si wanyonge, fa innama ya'maluna bi ayati qitali a'immati al-kufri, wao wataifanyia kazi zile aya ambazo zinaamrisha kuwapiga wale viongozi wa ukafiri, yani ambazo zinabainisha kupigana jihadi. Alladhina yat'anuna fi din, ambao wanaisema vibaya dini. Wa bi ayati qitali alladhina utul kitaba hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun, na watafanyia kazi aya ambayo inabainisha wajibu wa kupigana na wale ambao wamepewa kitabu mpaka watoe jizya kwa mikono yao, hali ya kuwa wao ni wanyonge, hali ya kuwa wao ni madhalili. Na haya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaliyopo katika As-Salim al-Maslul ala shatim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, haya maneno ndiyo hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yanaonyesha hali mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hali tatu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kwanza, alipokuwa Makka. Mtume alipokuwa Makka aliishi kwa kunyanyaswa. Mtume mwenyewe alipigwa, masahaba wake walipigwa, mpaka hali ikawa nzito, mpaka kina Abdurrahman ibn Auf na wengineo wakaenda kwa Mtume wakasema, ya Rasulullah, sisi tulikuwa ni madhaifu, sisi tulikuwa ni tuna nguvu aizza kabla ya Uislamu, sisi tulikuwa ni aizza, tulikuwa na nguvu, tunaheshimika hapa mjini Maka, lakini kitendo cha kuingia katika Uislamu tumekuwa madhalili, tunapigwa. Walikuwa wanataka nini akina Abdurrahman ibn Auf? Walikuwa wanakusudia kwamba Mtume awaruhusu mle mtaani humo, mtaani humo. Kwa mfano Abu Jahali tunajua anaishi wapi. Abu Jahali nyumba yake tunaifahamu, iko pale. Tupita pale, tunamvamia Abu Jahali, tunamshika nani, kisha tunampiga ngumi, anakufa kwisha. Tunamvamia nani huko, kafiri fulani, tunamkamata, tunampiga. Tunawavamia wengine hivyo hivyo, tunakuwa tunawaua, na waliowaua ni watu wasiojulikana. Walikuwa wanataka swala kama hilo la watu wasiojulikana, Sheikh, wanawavamia mmoja mmoja, walikuwa wanataka hilo. Mtume akamwambia, hapana, ana lam ub'ath lihadha, ana lam ub'ath lihadha, mimi sijatumwa kwa ajili ya jambo hilo. Wa innama bu'ithtu rahmatan lilalamin, mimi nimetumwa nikiwa ni rehma kwa ajili ya ulimwengu wote. Isbiru, fanyeni subira, fanyeni subira. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa ni mnyonge katika ile maeneo afanye subira mpaka kheri ifike. Hii ni hali ya kwanza. Kwa wale ambao watakuwa wanaishi katika miji, hali ya kuwa wao ni wanyonge, hawana uwezo wa kuhama, wataishi katika hali ya subira.